sina jipya la kuzungumza kuhusu Philemon Sarungi. Labda kwa wote waliozungumza, mimi na Butiku ndio ambao warika la Philemon. Butiku alisema alikuwa miaka miwili nyuma ya Philemon, na mimi niko miaka miwili nyuma ya Butiku, lakini kwa utaratibu wa kwetu kule tunakotoka, hao mnakuwa rika moja na tulikuwa rika moja. Sarungi alipotoka masomoni, alipoingia hapa Dar es Salaam, haikuchukua muda kwa vijana tuliokuwa hapa wasomi kumfahamu Sarungi. Ni wakati ambapo nchi haikuwa na wataalamu wengi, lakini tumepata mtaalamu katika fani ngumu tu, alifahamika mapema. Na sisi hasa vijana wa Mara tukawa tunamfahamu Sarungi, tunakutana naye, na tangu wakati huo tumekuwa pamoja. Tumezungumza mengi hapa kuhusu Sarungi. Sarungi maisha yake yote amekuwa anafundisha, ni mwalimu, anafundisha. Amekuwa ni mtaalamu, anatibu. Amekuwa ni kiongozi, na sio kwamba moja inafuata nyingine kwa wakati wote. Hivyo alivyokuwa Sarungi. Ni mtu ambaye mimi na watu wachache sana tumefanya kazi za umma kwa muda mrefu, lakini mkisha staafu huwa mnasambaratika tu, wachache mnabaki mko pamoja. Mimi na Sarungi tulibaki pamoja. Kama nilivyosema, alikuwa anafundisha, mtaalamu, anatibu, kiongozi, lakini Sarungi alibaki mtu wa kawaida. Hakuwa mtu mwenye mbwembwe, alibaki mtu wa kawaida. Tunapostaafu unaacha sasa kutoka, inakuwa labda kutoka ni umekaribishwa mahali kwenye shughuli maalum. Ile ya kutoka kama vijana inakwisha, kutembelea watu. Sarungi hakuwa hivyo. Sarungi alipostaafu, mimi najua kuna wengi hapa ambao Sarungi alikuwa anawatembelea. Mimi ofisi yangu iko pale Guba Road, si mbali sana na Msasani alipokuwa anaishi Sarungi. Ilikuwa haipiti wiki tatu, alifanya kama common room hivi, haipiti wiki tatu kabla hajapita pale ofisini, tukakaa tukazungumza, na wakati wote anaanza kuniuliza juu ya afya yangu. Bado ni mtaalamu, ataniuliza juu ya afya yangu. Nikimweleza atanifundisha namna ya kuishi, atanishauri hata daktari wa kumwona Tanzania. Lakini wakati mwingi alikuwa anazungumzia mambo ya nchi, alifuatilia sana maendeleo ya nchi hata alipostaafu, na alikuwa anakuja tunazungumza. Akiona jambo, yeye alikuwa ananitumia kama kichochoro cha kufika kwa wakubwa, kwamba tukizungumza naona linakwenda hivi, anasema wewe mwenzangu una nafasi nzuri zaidi, hebu naongeza hao wakubwa washauri. Na alifanya hivyo wakati wote kwenye serikali. Mimi nilifanya naye kazi kwa muda mfupi. Alipoingia kwenye baraza la mawaziri, nadhani ndio mimi nilikuwa namalizia, ya mwaka 90,
mwisho wa mwaka 91 nikatoka, lakini wakati wote alipokuwa kule, mara nyingi Sarungi alikuwa ananitafuta, nakaa pamoja tunazungumza. Hakuwa anaona aibu kutafuta ushauri akiwa na jambo. Ilikuwa sawa. Katika kipindi changu nilipokuwa waziri mkuu, mmoja ambao amesoma Butiko, Sarungi amekuwa mkurugenzi wa Muhimbili nadhani kuanzia 84 mpaka 90 alipokuja kwa waziri. Nilipokuwa waziri mkuu niliamua kwenda kutembelea Muhimbili. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana, hatukuwa na rasilimali za kutosha, na hasa katika huduma za jamii. Kwa hiyo huduma hazikuwa nzuri sana. Nilitaka nione hali ya Muhimbili ikoje. Nilifika pale, ni kweli hawakuwa na rasilimali za kutosha, lakini kazi iliyokuwa inafanyika pale ilikuwa ni nzuri. Na kama alivyosema Butiko, yeye alitazama mambo yote ya tiba ya nini, lakini pia na mazingira ya pale. Butiko ametaja kupanda maua, kurusha mawe, lakini mnaona kuna sehemu za starehe pale alijenga Sarungi. Alikuwa anasema wakati mwingine mgonjwa inasaidia atoke kitandani aende nje, na kama hakuna mahali ambapo anaweza kupumzika, Sarungi akatengeneza sehemu za kupumzika. Sarungi wakati ule alinisaidia moja. Mnakumbuka mgomo wa wanafunzi wa mwaka 90? Ulikuwa ni mgomo mgumu sana. Sijui Mama Tibaijuka sijui alikuwa kule ama wapi. Mgomo ule wa chuo kikuu Dar es Salaam ulikuwa mgumu sana kushughulikia. Ilibidi tufunge chuo kwa muda, lakini kwa chingo upana, kwa sababu tunataka vijana waendelee. Sarungi nadhani wakati ule alikuwa bado kwenye halmashauri ya chuo kikuu, ndiye alipewa jukumu la kuchunguza mambo ya mgomo uliokuwa umetokea pale na kutoa mapendekezo nini kifanyike. Kwa hiyo alikuwa kupewa timu, wakafanya ile, ndio iliyotusaidia kupata uamuzi tuendelee namna gani na mafunzo pale chuo kikuu. Lakini kwangu mimi ni mtu ambaye naadmire sana watu waaminifu, watu wenye integrity. Pamoja na kwamba tulikuwa vijana wote pamoja, alikuwa anapita miaka 4-5, alikuwa kwa maisha ya kawaida, alikuwa ni role model. Naona yeye amepita sehemu nyingi sana, na kila sehemu aliyopita, ikiwa ni utaalamu kule alikokuwa, ikiwa ni uongozi, unakuta watu wanataka maslahi yao, sio Sarungi. Sarungi hakuwa na hiyo kabisa. Yeye alibaki ni mtu mwenye integrity, ni mtu mwaminifu kwa nchi yake, ni mtu mwenye maadili, na kama walivyosema wengine hapa, hakuwa na unafiki hata kidogo. Kwa wengine lugha ya Mara ilikuwa inawababaisha kidogo. Sisi watu wa Mara, unachofikiria unakisema waziwazi, sio katika lugha ya kuzungusha sikia ya mafumbo nini. Sarungi alikuwa na hiyo, na wengine walikuwa naona kama huyu mtu mgomvi, lakini sio hivyo. Sisi tumepoteza mwenzetu,
tumepoteza mwenzetu, nchi imepoteza kiongozi, lakini naamini kwa haya yote niliyosemwa hapa, kwa sifa za Salum, inawezekana ikasaidia kwamba kwa kizazi cha sasa na kinachokuja tuone kama tunaweza kuwa na juhudi na maarifa na commitment ya mtu katika kama Salum katika utumishi wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, seme Philemon, tunakutakia ulale salama na Mungu aweke roho yako mahali pema usiponi.